Wanasema kwamba yoyote ambaye hawezi kuzuia hisia zake hawezi kufanikiwa kwenye chochote. Yoyote. Sasa mashuleni huko tunawapima watoto wetu, au umepimwa kwa uwezo wako kukariri mataarifa na wakumeza taarifa. Okay? Hiyo wanaita IQ. Lakini ukweli ni kwamba mtu yoyote ambaye ana EQ kubwa. EQ kubwa maana yake ni emotional quotient, ambapo uwezo wa kusubiri, okay? Uwezo wa kusubiri, uwezo nikisema uwezo wa kusubiri maana yake unaanzisha jambo, linakuwa mwanzoni halieleweki, unazilinda hisia zako, unaendelea kupushi mpaka lile jambo linapokuwa kubwa. Na hiyo ni tabia ya mjasiriamali. Okay? Sasa watu wengi wanashindwa kufanikiwa katika dunia hii kwa sababu uwezo wao wa kuhandle hisia ni mdogo bana. Wakianza kufanya jambo, siku hizo watu wanapanic hata kwenye likes za kwenye Instagram na Facebook. Kwamba watu wangu hawaangalii, wengine wanapanic kwa comment za watu. Okay? Yaani kwamba mtu akujui wewe ni nani, ana comment, una panic. Yaani una panic tu. Inaitwa EQ. Uwezo wa kulinda hisia zako. Na ukiwa una uwezo wa kucontrol hisia zako, utakuwa una mahusiano mazuri zaidi na watu, na watu wanahitajika katika biashara zetu. Watu ni wateja, watu ni partners ambao wanahitajika katika biashara. Okay? Sasa nasema kwamba linda hisia zako, jua kucontrol hisia zako. Sasa sehemu muhimu ambayo unaweza kujifunza kwa vitendo ni kwenye network marketing. Katika mfumo wetu wa biashara, kwanza unaanza kwa mtaji mdogo. Kitu kingine, stress nyingi za biashara nyingine kama vile sijui kununua mzigo, kama vile wafanyakazi, sijui supplier, sijui renti, sijui taxi, yote hayo yanakuwa hayapo. Kazi yako inakuwa ni upande mmoja tu, kudili na watu. Basi, unadili na watu. Kwanza anayenipiga hapa jamani ni mke wangu kabisa, hadithi begi langu. Kudili na watu sijamaliza. Kudili na nini jamani na watu. Kwa hiyo nikusaidie kufungua mke wangu wetu. Niko romantic jamani, nafungua mwenyewe jamani. Kudili na watu. Kwa hiyo watu ni kitu cha muhimu sana katika biashara yetu. Lakini vile ni muhimu katika biashara yoyote ile. Mtu ambaye hayuko vizuri kihisia, anahisi yeye tu ni victim siku zote. Yeye anahisi watu wabaya. Anahisi kudili na watu ni kazi. Ni kweli kudili na watu ni kazi. Lakini kwa mtu ambaye yuko strong kihisia, anakuwa yuko fresh zaidi. Lakini pia ana uwezo wa kuvumilia kwa muda mrefu jambo lake mpaka likakamilika, akatulia, akavumilia hadi jambo lake likakamilika. Na ujasiriamali ni uwezo wa kusubiri kwa muda. Sometimes unasubiri kwa muda mrefu. Kwa mfano mimi binafsi nilianza biashara yangu mwaka 2017. Njoo sana nikuonyeshe ile sehemu ile. Njoo ione. Mbona hapa? Hapa sawa, nionyesha mbona hapa. Mbona ikija hii? Mbona? Mbona hii F? Hapo, F ya blue. Umeona hiyo? Hiyo F ya blue. Sasa hapo maana yake engine imepoa. Au vipi? Kwa hapo unaisubiri hiyo mpaka inapanda hiyo. Engine inakuwa itapotea, ikipotea kwenye hii gari sasa. Kwenye gari nyingine zile zinaonekana somewhere, lakini hapo maana yake iko imetulia kabisa. Umenipata? Jamani, namfundisha dereva wangu hapa aelewe maana ya mambo. Mungu ni mwema sana. Kama unataka kuanza biashara, andika neno niko tayari kwenye namba yangu ya WhatsApp hapo, niweze kukuhudumia. Mungu ni mwema sana.